kuliko jambo hili la kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ucha Mungu ndio njia ya mafanikio, ndio njia ya kuelekea peponi. Watukufu wa Kiislamu, ndugu zetu walokuwepo katika mji wa Makka kwa ajili ya kufanya ibada ya hija, wamemaliza kufanya ibada ya hija na sasa hivi wameshaanza kurudi, wengine tayari wamesharudi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awajalie hija yao iwe ni hija makbul. Allah wakubalie hija yao, awasamehe madhambi yao, awajalie kurudi kwao katika mji mtukufu wa Makka iwe kama vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, mwenye kuhiji bila ya kufanya tatizo lolote, asifanye machafu, asifanye maovu yoyote, basi ni sawa kama yule mtoto aliyezaliwa leo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala awajalia wasafishe, wawe kama mtoto aliozaliwa leo, maana yake hana dhambi aliyoichuma. Sasa wamerudi mahujaji baada ya kushuka ndege, wakafika katika miji yao, wamemaliza ibada ya hija, wakitaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewasafisha na maovu yote, wapo safi kabisa. Sasa nini wafanye? Wao mahujaji nini wafanye wao pamoja na sisi kuhakikisha ya kwamba ule usafi, ile hali walotoka nayo kule wanaendelea nayo mpaka watakapoingizwa katika kabri? Nini wafanye? Cha kufanya ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surat Hud aya 112, aliposema fastaqim kama umirta. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na huu ujumbe ni wetu sisi, amtaka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aendeleze na ibada, awe na msimamo katika ibada kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ikufikie yaqini, mpaka ikufikie yaqini, ufike muda wako wa kuondoka katika dunia, bado unaendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo tunazungumzia aya hii, fastaqim kama umirta, yani al-istiqama, kuwa na istiqama. Istiqama huwa luzumu ta'ati llah. Kuwa na istiqama ni kujilazimisha na taa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapokuwa katika ibada, anapokuwa katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hakuna kitu ambacho kinamrudisha nyuma, imani yake iko thabiti, basi huyu atakuwa na istiqama, atakuwa na ile luzumu ala ta'ati llah, kujilazimisha juu ya taa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuleta katika ulimwengu huu lengo kuja kumwabudu, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Lengo ni kuja kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na tukisha muabudu Allah subhanahu wa ta'ala
au huku tukiendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi tunatakiwa kuwa na istiqama, kuwa na muendelezo wa ibada zetu, kuwa na msimamo katika ibada zetu, tusiwe wa kwenda mbele na kurudi nyuma. Ikiwa tulienda kufanya ibada ya hija, ikiwa tuliingia katika mwezi wa Dhulhijja, tukayatumia masiku 10 yale katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe dhambi zetu, tukafanya maghfira, tukafanya tauba, basi sasa twatakiwa tuwe na istiqama, kwa sababu watukufu wa Kiislamu, istiqama ni jambo kubwa sana. Tukikosa istiqama, maana yake ibada zetu zitakuwa zinaenda na kurudi. Siku unakuwa mtu wa Mungu, maana yake ucha Mungu unakuwa umeongezeka. Ukikosa istiqama, siku nyingine ucha Mungu wako unarudi nyuma kwa sababu ya kukosa istiqama. Lakini ukiwa na istiqama, unakuwa ni mwenye kunyooka sawa sawa. Na istiqama hii, muendelezo huu au msimamo huu katika sala la ibada, kujilazimisha katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Fussilat aya 30 hadi aya 32, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea istiqama katika suratu Fussilat, anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika ya wale wanaosema Mola wetu sisi ni Allah, wanasema Mola wetu sisi ni Allah, wanafuata maamrisho ya Allah, wanaacha makatazo waliyokatazwa, thumma istaqamu, kisha wakawa na istiqama, kisha wakawa na misimamo katika ibada zao, ikawa wanaendeleza ibada zao, wanajilazimisha kuendeleza ibada zao, hawarejei nyuma. Allah anasema tatanazzalu alaihimul malaika, Allah atawateremshia malaika hawa wenye istiqama. Tatanazzalu alaihimul malaika, atawateremshia malaika siku ya kufa kwao, kwamba alla takhafu wala tahzanu. Malaika watawaambia hawa, nyinyi msiwe na hofu wala msiwe na huzuni, kwa sababu ya istiqama mliokuwa nayo. Leo mnaondoka katika dunia, ondoeni hofu kwa Mola wenu, ondoeni huzuni kwa Mola wenu, nendeni kwa furaha. Wa abshiru bil janna, wa abshiru bil janna. Malaika wanawaambia wale wenye istiqama wafurahie pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaahidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya istiqama na utulizanifu wao katika ibada. Walijilazimisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, waliacha yote wakamfuata Allah subhanahu wa ta'ala maamrisho yake. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, malaika watawaambia sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhera, huku mnakoenda. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Siku hiyo ni siku nzito, lakini kwa sababu ya kuwa na istiqama,
siku hiyo itakuwa na furaha kwa mwanadamu aliyejilazimisha katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kurudi nyuma. Maana yake umefanya ibada, umerudi kufanya ibada Allah subhanahu wa ta'ala, basi usirudie yale ya nyuma. Umeshafanya tauba, ijalie ifanye tauba hii iwe ni taubatan nasuha, toba iliyokuwa ya kweli. Umesafika, usafike kuliko kuwa kweli. Kama ulikuwa na maasi unayafanya, ulikuwa na mambo maovu unayafanya, usirejee tena, achana nayo hayo. Usije kuandika ukasema naanza daftari jipya. Hilo daftari jipya hujui kwamba utafikia kuliandika hilo daftari jipya. Huna uhakika na maisha yako. La tadri nafsu madha taksibu ghada wala tadri nafsu bi ayi ardhin tamut. Nafsi haitambui lini itaondoka, nafsi haitambui wapi itakufa, nini itafanya kesho. Ikiwa hutambui hicho, basi kuwa na msimamo, kuwa na istiqama, kuwa na mwendelezo mzuri katika ibada zako. Usirudi nyuma, usiyarejee makosa ya nyuma, usirejee katika maasi yako. Endeleza ulipofikia. Kama ulikuwa ni mtu wa sadakati, endeleza sadaka. Ulikuwa ni mtu wa saum, endeleza siyam. Ulikuwa ni mtu wa mambo ya khairat, endeleza khairati unazozijua wewe. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Yaendeleze hayo mpaka siku ambayo yatakufika mauti. Watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika suratul Ahqaf aya 13 hadi aya 14 katika jambo zima la istiqama, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Allah akatuambia tena, hakika wale wanaosema Mola wangu ni Allah, Mola wetu ni Allah, halafu wakawa na misimamo, wakawa na istiqama, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawa hawatakuwa na hofu yoyote wala huzuni siku ya kuondoka kwao katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi, hum fiha khalidun, wataingia, watakaa katika hiyo pepo, tena watakaa katika hiyo pepo milele. Sahaba mmoja alikwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume Allah, nimekuja kwako Mtume Allah, qul li qawlan fil Islam, niambie mimi neno katika Uislamu, neno ambalo la as'alu anhu ahadan ghayrak, neno hilo sitomuuliza yeyote mwingine isipokuwa wewe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, qul, sema amantu billah, sema amantu billahi thumma istaqim, sema nimemuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisha kusema hivyo, ukishakuwa na imani hiyo, ukishatengenea katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akamwambia thumma istaqim, kisha utengenee katika hiyo imani, kisha utengenee katika hizo ibada zako. Wewe itakuwa umeshamaliza. Maana yake kwamba mtii Allah subhanahu wa ta'ala, halafu utengenee katika ibada zako, usiwe wa kurudi nyuma. Watukufu wa Kiislamu, ni wajibu wetu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, huku tukitengenea tukiwa na misimamo bila kurudi nyuma.
tuseme na nafsi zetu, tuzitengeneze nafsi zetu zisimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye istiqama, atujalie kila la kheri, atuepushe na kila la shari, atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله واتقوا يوم الذي تحشرون فيه إلى الله فوجا تقفون بين يدي الله صفا صفا وتقرؤون الكتاب حرفا حرفا وتسألون عما عملتم سرا وجهرا، ثم يساق المتقون إلى الجنة وفدا وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا وردا، وأفعالكم من الله وعد ووعيد. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الوفي وعن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أصلح ولاة المسلمين خصوصا منه رئيس زنجبار دكتور حسين علي مني، اللهم وفقه إلى العدل وجنبهم الجور والظلم والفسوق والعصيان. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والحرب والقهط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم بالحجاج والعمار إلى بيتك الحرام والزائرين قبر نبيك محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسائر المسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.